Leo tutasafiri kurudi nyuma ya muda, nyuma ya miaka 1200 mpaka miaka 1020 kabla ya kuzaliwa kwa Kristo. Mungu alipomtuma Musa kwenda kuwaokoa wana wa Israeli toka katika mikono hatari ya mateso ya Firauni aliyekufuru. Kisha wakapelekwa katika nchi ya ahadi, Kanaan, lilikoundwa taifa la wana wa Israeli. Kule wakaangukia tena kwenye mikono ya mateso ya Wafilisti makatili. Mungu akaamua kuwanusuru tena wana wa Israeli, akamtuma mkombozi. Samson alimjalia nguvu za ajabu, aliyeweza kuua simba kwa mikono yake miwili bila hata ya kutumia silaha nyingine yoyote. Samson akaangukia mikononi mwa mwanamke mrembo, Delila, na hapo ikawa ndio mwanzo wa safari ya kifo chake. Hii ni simulizi itakayohusu kisa maarufu katika historia duniani, kisa cha Samson na Delila. The Storybook. Katika Biblia Takatifu, kitabu cha Waamuzi sura ya 13, imeandikwa juu ya kuzaliwa mtoto atakayekuja kuwa na nguvu ya ajabu, tofauti na wanadamu wa kawaida. Mtoto huyu ndiye alikuwa mwamuzi wa mwisho katika waamuzi 12 wa makabila ya Waisraeli. Tunaposema waamuzi kwa wana wa Israeli, tunamaanisha watu ambao Mungu aliwapeleka kuwatetea wana wa Israeli. Kufuatana na simulizi takatifu za Biblia Agano la Kale, taifa la Israeli lilianzishwa na Wanaisraeli waliotoka Misri chini ya uongozi wa Musa na kuivamia nchi ya Kanaan enzi za miaka 1200 kabla ya Kristo. Hii ni baada ya kutumikishwa utumwani kwa miaka 400 wakiongozwa na Musa aliyetoka kuwakomboa mikononi mwa mateso ya Firauni. Nchi ya Kanaan ndiyo nchi waliokuwa wakiishi mwanzo kabla ya njaa haijatokea, na kisha ikawalazimu kuihama Kanaan na kwenda Misri. Kwa hiyo hapa Wayahudi wakaanza kurudi kwenye nchi walioihama miaka 400 iliyopita. Kwa hivyo miaka ya 1200 hadi miaka 1025 kabla ya kuzaliwa kwa Yesu Kristo, baada ya makabila 12 ya Waisraeli kurudi Kanaan, waliamua kugawana nchi hiyo takatifu, nchi ya ahadi walioahidiwa na Mungu walipotoka utumwani huko Misri. Kila kabila likaanza kujitegemea. Makabila 12 ya Waisraeli au makabila 12 ya Kiebrania yaliyoitwa Ban Israel, yaani wana wa Israeli, yalitokana na uzao wa watu 12 wa kiume wa Yakobo, mwana wa Isaka, ambaye ni mjukuu wa Ibrahim, baba wa imani. Hivyo sasa likazaliwa taifa la Israeli. Baada ya makabila ya wana wa Israeli kuanza maisha mapya hapo Kanaan, wakaanza kuchanganyika na wenyeji wa pagani wasioamini Mungu. Na wana wa Israeli waliopendwa na Mungu wakafanya makosa makubwa kwa kuanza kufuata tamaduni za wale wapagani zilizokosa ustaarabu na kuto kumwamini Mungu. Kutokana na makosa hayo, Mungu akaruhusu wana wa Israeli wateseke na wakanyanyaswa na makabila mbalimbali. Mara kwa mara, kipigo na manyanyaso vilipozidi, basi Waisraeli walipiga goti na kumkumbuka Mungu wao, na hapo wakamuomba msamaha Mungu, naye akawainulia wanaume au mwanamke fulani awashinde maadui na kuwarudishia amani. Na watu wa namna hiyo ndio waliitwa waamuzi. Walipata kutokea waamuzi 12 tu, nao ni Othniel, Ehud, Shamga, Debora, Gideon, Tola, Yair, Yefta, Ibsan, Elon, Abdon, na wa mwisho ndiye maarufu zaidi, Samson, ambaye kisa chake ni maarufu duniani kwa jina la Samson na Delila, ama
kwa Kiingereza Samson and Delilah. Na leo simulizi hii itahusu kisa cha Samson na Delilah. Samson mwenye nguvu za ajabu toka kwa Mungu kiasi aliweza kuua simba kwa mikono yake miwili bila ya kutumia silaha. Imeandikwa katika maandiko matakatifu, Biblia kitabu cha Waamuzi sura ya 13 inasema, Waisraeli walitenda tena uovu mbele ya Mwenyezi Mungu, naye akawaacha watawaliwe na Wafilisti kwa miaka 40. Kulikuwa na mtu mmoja huko Sora wa kabila la Dani, jina lake Manoa. Mke wake alikuwa tasa. Siku moja malaika wa Mwenyezi Mungu akamtokea huyo mwanamke, akamwambia, wewe ni tasa, huna watoto, lakini utapata mimba na kumzaa mtoto wa kiume. Kwa hivyo uwe mwangalifu, usinywe divai au kileo, wala usile kitu chochote kilicho najisi, kwa maana utachukua mimba na kuzaa mtoto wa kiume. Nywele za mtoto huyo kamwe zisinyolewe, maana atakuwa amewekwa wakfu kwa Mungu tangu kuzaliwa kwake, naye ataanza kuwakomboa Waisraeli mikononi mwa Wafilisti. Mwanamke huyo akaenda kumwambia mume wake kwamba mtu wa Mungu ambaye sura yake ilikuwa kama ya malaika wa Mungu alinijia. Sikumuuliza alikotoka wala hakuniambia jina lake, lakini aliniambia kwamba nitachukua mimba na kuzaa mtoto wa kiume. Aliniamuru nisinywe divai au kileo wala kula chochote kilicho najisi, maana mtoto huyo atakuwa amewekwa wakfu kwa Mungu tangu kuzaliwa kwake mpaka atakapokufa. Kisha Manoa, baada ya kusikia maneno hayo toka kwa mke wake, akapiga goti na akamwomba Mwenyezi Mungu. Akasema, nakuomba Mungu, umtume tena yule mtu wako uliyemtuma, ili atufundishe namna tunayopaswa kumtendea huyo mtoto atakayezaliwa. Mwenyezi Mungu akalisikia ombi la Manoa, na yule malaika wa Mungu akamwendea tena yule mwanamke alipokuwa ameketi shambani. Mumewe Manoa hakuwa pamoja naye. Mwanamke akakimbia upesi akamfuata mume wake na akamwambia mumewe, tazama, yule mtu aliyenijia siku ile amenitokea tena. Manoa akafuatana naye mke wake mpaka kwa mtu huyo. Akamuuliza, je, wewe ni yule mtu aliyezungumza na mwanamke huyu? Yule mtu akamjibu, ni mimi. Kisha Manoa akasema, sasa maneno yako yatakapotimia, ni mambo gani tutakayofuata kwa ajili ya huyo mtoto? Tutafanya nini kwa ajili yake? Malaika wa Mwenyezi Mungu akamwambia Manoa, mkeo atapaswa kushika yote niliyomwambia, asionje mazao yoyote ya mzabibu, wala asinywe divai au kileo, wala kula chochote kilicho najisi. Yote niliyomwamuru ayafuate. Manoa akamwambia huyo malaika wa Mwenyezi Mungu, tafadhali ukae kidogo tukutayarishie mwanambuzi. Yule malaika wa Mwenyezi Mungu akamwambia Manoa, hata kama mkinilazimisha kukaa, sitakula chakula chenu, lakini kama ukipenda, tayarisha sadaka ya kuteketezwa, mtolee Mwenyezi Mungu. Manoa hakujua kuwa huyo alikuwa malaika wa Mwenyezi Mungu. Basi Manoa akamwambia huyo malaika wa Mwenyezi Mungu, tuambie jina lako ili tukuheshimu wakati maneno yako yatakapotimia. Malaika wa Mwenyezi Mungu akamjibu, kwa nini unataka kujua jina langu? Kwa kuwa jina langu ni la ajabu. Hapo Manoa akatayarisha mwanambuzi na tambiko, akaviweka juu ya mwamba amtolee Mwenyezi Mungu afanye maajabu. Basi wakati Manoa na mkewe walipokuwa wakitimiza kafara yao, wakaona miale ya moto mkali ikitoka juu ya mbingu, na wakamwona yule malaika katika miale hiyo akipaa kwenda mbinguni. Basi Manoa na mkewe wakasujudu. Manoa sasa akajua kuwa huyo alikuwa malaika wa Mwenyezi Mungu. Malaika hakumtokea tena Manoa na mkewe, kwa maana sasa bishara juu ya kuzaliwa kwa Samson mwenye nguvu tayari ilishatimizwa. Kisha mkewe Manoa akajifungua mtoto wa kiume, naye Manoa akampa jina Samsoni. Mtoto huyo akakuwa, naye Mwenyezi Mungu akambariki. Roho ya Mwenyezi Mungu ikaanza kumsukuma akiwa huko Mahenedani, kati ya Sora na Eshtaoli. The Storybook.
Mwaka 2013, wataalamu wa arkeolojia chini ya mradi wa Leon Levy ulioanzishwa zaidi ya miaka 30 iliyopita kuchunguza asili ya watu wa kale waligundua makaburi katika eneo la Ashkelon yanayoaminika kuwa ni makaburi ya kwanza kabisa ya Wafilisti. Viongozi wa uchimbaji huo wanasema walipata makaburi yaliyozingirwa na manukato, vyakula, mapambo na vito na silaha. Yanadaiwa kujengwa na kutumiwa kati ya karne ya 11 na karne ya 8 kabla ya kuzaliwa kwa Yesu. Wanaakiolojia hao sasa wanafanya uchunguzi wa DNA pamoja na uchunguzi wa miale ya ukaa kubaini watu hao waliishi wakati gani. Watafiti hutofautiana kuhusu asili ya Wafilisti. Baadhi wanaamini Wafilisti walitokea visiwa vya Crete ama Cyprus, na wengine wanaamini Wafilisti walitokea huko Anatolia katika nchi ya Uturuki ya sasa. Wafilisti huonyeshwa katika Biblia kama maadui wakuu wa wana wa Israeli, na inadhaniwa walihamia Israeli kutoka maeneo ya magharibi karne ya 12 kabla ya kuzaliwa kwa Yesu. Mmoja kati ya Wafilisti anayefahamika zaidi ni yule Goliati, mpiganaji jitu kubwa ambaye kwa mujibu wa Biblia aliuawa na Daudi ambaye baadaye akawa mfalme wa wana wa Israeli. Katika maandiko matakatifu, Wafilisti wanaonyeshwa kuwa ilikuwa ni jamii ya watu walio makatili mno. Katika kitabu cha The Philistine in Transition, A History from 1000 to 730 BCE, Before Christ's Existence, kilichoandikwa na Carl S. Ehrlich, anaeleza kuwa Wafilisti walikuwa watu kutoka bara la Ulaya ambao walivuka bahari ya kati na kujaribu kuivamia Misri, lakini hawakufanikiwa. Baada ya kushindwa, walikwenda kuvamia na kuiteka pwani ya Kanaan. Japo hawakuwa wengi, lakini silaha zao za chuma walizozitumia dhidi ya zile silaha za shaba za watu wa Israeli ziliwasaidia kupata ushindi na kuwaweka wana wa Israeli chini ya milki yao. Nchi ya Kanaan ilikuwa katika ukanda wa kusini mwa Levant, ambayo leo hii ndiyo sehemu ya nchi ya Israeli, West Bank, Gaza, Jordan na kusini mwa Syria na Lebanon. Eneo hili limekuwa na majina mengi kama Palestine, Eretz Israel, Bilad Eshem, nchi takatifu ya Jahi, lakini jina la zamani lililofahamika zaidi ni Kanaan. Sasa tayari imefikia Wafilisti wamevamia Kanaani na kuweka Wayahudi chini ya himaya yao na wakawasulubu kwa mateso makali. Ila sasa Mungu kamtuma malaika wake kwa Manoa kutabiri juu ya uzao wa Samson mwenye nguvu atakayekuja kuwakomboa Waisraeli, na Samson akazaliwa. Siku moja Samson aliteremka na kwenda Timna, ambako alimwona msichana mmoja Mfilisti, yaani msichana toka jamii ya maadui zao. Aliporudi nyumbani, Samson akawaambia wazazi wake, nimemwona msichana mmoja Mfilisti huko Timna, niozeni msichana huyo. Lakini wazazi wake wakamwambia, je, hakuna msichana yeyote miongoni mwa ndugu zako au kati ya watu wetu hata uende kuoa kwa Wafilisti wasiotahiriwa? Lakini Samson akamwambia baba yake, niozeni msichana huyo, maana ananipendeza sana. Wazazi wake hawakujua kwamba huo ulikuwa mpango wa Mwenyezi Mungu, ambaye alikuwa anatafuta kisa cha kuchukua hatua dhidi ya Wafilisti. Wakati huo Wafilisti waliwatawala Waisraeli kwa mabavu na uonevu mkubwa. Samson na wazazi wake waliondoka kwenda Timna. Walipofika huko kwenye mashamba ya mizabibu, mwana simba akamtokea na kumgurumia Samson. Basi miujiza Mwenyezi Mungu ikaanza kuonekania hapo. Samson akapatwa na nguvu za ajabu toka kwa Mungu. Samson akamrarua simba huyo kama mtu anavyomrarua mwanambuzi. Naye Samson hakuambia wazazi wake juu ya kisa hiko. Kisha akateremka akaenda kuzungumza na yule msichana. Huyo msichana alimpendeza sana Samson. Tangia hapo Samson, safari za kwenda Timna kwa yule msichana ambaye ameuteka moyo wake zikawa ni nenda rudi. Kila siku Samson akapiga mguu kwenda Timna kumuona kipenzi cha moyo wake, na ikawa hivyo huku akilazimisha ndoa itimie kati yao.
Siku moja Samson akiwa anatoka Timna kumuona mchumba wake, alipokuwa njiani akageuka pembeni kuuona mzoga wa yule simba aliyemuua, na kumbe kulikuwa na nyuki ndani ya ule mzoga, nyuki ambao tayari walishaanza kutengeneza asali. Basi akapakua asali kwa mikono yake akawa anakula huku akiendelea na safari yake. Aliporudi kwa wazazi wake akawapa asali kidogo, nao wakala. Lakini Samson hakuwaambia kwamba alitoa asali hiyo kwenye mzoga wa simba. Mzoga ni najis, na malaika aliyewatokea wazazi wake aliwaamuru kamwe wasile vitu vya najis. Samson kawalisha wazazi wake najis bila ya kuwaambia. Hapo mikosi ikaanza kuzaliwa. Baba yake Samson akaenda nyumbani kwa yule msichana, naye Samson akafanya karamu huko kama walivyofanya vijana wakati huo. Wafilisti walipomwona Samson wakamletea vijana 30 wakae naye. Samson akawaambia wale vijana, nitatega kitendawili. Kama mkiweza kutegua kitendawili hicho kwa muda wa siku 7 za sherehe ya harusi, basi nitawapa mavazi 30 ya katani na mavazi 30 ya sikukuu. Lakini msipoweza kukitegua, nyinyi mtanipa mavazi 30 ya katani na mavazi 30 ya sikukuu. Nao wakamwambia, haya, tega tusikie. Samson akawaambia, kwa mla kukatoka mlo kwa mwenye nguvu, utamu. Baada ya siku 3 hao vijana walikuwa bado hawajaweza kutegua kitendawili hiko, kwa maana walikuwa hawafahamu simulizi ile ya siri ambayo Samson alimuua simba, na kitendawili chake kilitokana na kisa hiko. Kwa hivyo wale vijana wasingeweza kufahamu lolote kutokana na kitendawili hiko. Basi siku ya 7 wakamwambia mke wa Samson, mbembeleze mumeo ili atuambie maana ya kitendawili hicho, la sivyo tutawateketeza kwa moto, wewe pamoja na nyumba ya baba yako. Hapa kumbukeni, vijana hawa walikuwa tayari na chuki na Samson ambaye alitokea miongoni mwa Wayahudi, na wao Wafilisti walikuwa na uhasama mkubwa na Wayahudi. Kwa hivyo hawakupendezwa kumwona Samson akimuoa msichana toka miongoni mwa wao Wafilisti. Wale Wafilisti wakazidi kumshinikiza mke wa Samson, je, mlitualika hapa kuja kutunyang'anya mali zetu? Waliuliza hivyo kwa maana walijua kile kitendawili wakishindwa kukipatia jibu itawalazimu walipe deni kubwa kwa Samson. Mke wa Samson akamwendea Samson huku machozi yakimtiririka, akamwambia, kwa kweli unanichukia, hunipendi hata kidogo. Umewategea kitendawili watu wangu na huku niambia maana yake. Samson akamjibu, mimi sijawaeleza hata wazazi wangu, sasa nitawezaje kukwambia wewe? Lakini mke aliendelea kulia katika muda wao wote wa siku 7 za sherehe ya harusi. Siku ya 7 Samson akamwambia mkewe kile kitendawili, kwani alimbana sana. Mkewe akaenda haraka akawaambia wale watu wake maana halisi na jibu la kitendawili kile. Siku ya 7 kabla ya jua kutua, wale vijana 30 wakamwambia Samson, ni kitu gani kitamu kuliko asali? Ni nani mwenye nguvu kuliko simba? Na hapo Samson akaona tayari vijana wale wameipata siri ya kitendawili kile. Samson akawajibu, kama hamgejishughulisha na mtamba wangu, hamgeweza kukitegua kitendawili changu. Hapo roho ya Mwenyezi Mungu ikamjia Samson na kumpa nguvu, naye akaenda katika mji wa Ashkelon. Huko akawadhuru watu 30, kisha akachukua mavazi yao ya sikukuu akawapa wale waliotegua kitendawili chake. Halafu akaondoka akaenda nyumbani kwa wazazi wake akiwa na hasira kali. Basi kwa hasira akaamua kuachana na yule mwanamke wa Kifilisti. Akaona mwanamke yule amemsaliti, kwa maana amekwenda kuitoboa siri kwa wale vijana 30 wa Kifilisti. Samson akamwacha yule mwanamke, akamtaliki, na kisha wakamwozesha yule mwanamke kwa kijana mmoja ambaye alikuwa mdhamini wa Samson katika harusi yao. Siku moja Samson alichukua mbuzi na akaenda kutembelea yule mwanamke aliyekuwa mkewe. Alipofika pale, akamwambia aliyekuwa baba mkwe wake ya kwamba anataka kumwona yule mwanamke aliyekuwa mke wake. Samson alimfuata kama vile bado ni mali yake.
Baba mkwe hakutaka kumruhusu na akamwambia, nadhani ulikuwa ukimchukia binti yangu, hivyo ukaamua tumwozeshe kwa rafiki yako. Kisha baba mkwe akamwambia Samson, yule binti uliyemwoa ana mdogo wake, na mdogo wake ni mzuri zaidi kuliko dada yake, hivyo ni afadhali umuoe huyo. Samson akapatwa na hasira dhidi ya mzee yule wa Kifilisti. Akaona mwanzo alisalitiwa na binti yake na sasa anasalitiwa na mzee huyo, kwa hivyo Wafilisti wote ni waofu. Samson akamwambia yule mzee, safari hii sitakuwa na lawama kwa yale nitakayowatendea Wafilisti. Basi Samson, jitu lenye nguvu za ajabu, likaingia mwituni na likakamata mbweha 300, na kisha akawafunga mikia yao kwa pamoja wawili wawili. Kisha akachukua mwenge, akauwasha na akauweka katika kila jozi la mbweha, na kisha Samson akawasukuma wale mbweha kuingia katika mashamba ya Wafilisti na kuanza kuteketeza mazao yao kwa kusambaza moto uliokuwa ukiwaka toka mwilini mwa mbweha hao. Mazao ikiwemo miganda ya ngano iliyokuwa bado haijavunwa na mizeituni ikashika moto na kusambaa mji mzima wa Wafilisti. Wafilisti walishikwa na hasira na kutaka kujua ni nani aliyefanya uovu huo. Baada ya uchunguzi, walifahamu mkasa mzima ya kwamba mkwewe Samson alimwozesha binti aliyekuwa mke wa Samson kwa rafiki yake, na ndiyo maana Samson akafanya hayo. Basi Wafilisti wakaenda katika nyumba ya mkwe wa Samson na kuwachoma moto baba na mwanawe. Samson akawaambia hao Wafilisti, kama hayo ndiyo mlioyafanya, na hapa kwamba sitaondoka mpaka nimelipiza kisasi. Basi akawashambulia vikali na kuwaua wengi. Kisha akaenda kuishi katika pango la mwamba wa Etamu. Wafilisti wakaja eneo lililoko mapango hayo, wakapiga kambi yao katika nchi ya Yuda na kushambulia mji wa Lehi. Watu wa nchi ya Yuda wakawauliza, kwa nini mmekuja kutushambulia? Nao Wafilisti wakawajibu, tumekuja ili tumfunge Samson na kumtenda kama alivyotutendea. The Storybook. Basi wakajikusanya watu 3,000 wa kabila la Yuda. Kisha wakamwendea Samson pangoni alikokuwa amejificha, pango la Etamu, na kumwambia, je, hujui kwamba Wafilisti wanatawala juu yetu? Tazama basi mkosi uliotutendea. Samson akawajibu, kama walivyonitendea ndivyo nilivyowatendea. Wale watu wa Yuda wakamjibu Samson, tumekuja kukufunga ili tukutie mikononi mwao. Samson akawauliza, niapieni kwamba nyinyi wenyewe hamtaniua. Nao wakamwambia, sisi hatutakuua, ila tutakufunga tu na kukutia mikononi mwao. Basi wakamfunga kwa kamba 2 mpya na kumtoa humo pangoni. Alipofika Lehi, Wafilisti walimwendea mbio huku wakipiga kelele kwa furaha za kuona sasa adui yao mkubwa hatimaye wamemtia mikononi. Ghafla roho ya Mwenyezi Mungu ikamjia Samson na kumpa zile nguvu za ajabu, na zile kamba walizomfunga mikononi mwake akazikata mfano wa katani iliyoshika moto. Samson akapata utaya mbichi wa punda. Samson mwenye nguvu za ajabu akatumia utaya huo wa punda kupambana mpaka akawaua wanajeshi 1,000 wa Wafilisti, yeye akipigana peke yake jeshi la mtu mmoja. Samson alikubali kupelekwa mikononi mwa Wafilisti kwa maana alijua itakuwa ni bahati kwake ya kulipa kisasi. Samson akawa mtetezi wa wana wa Israeli na adui mkubwa wa Wafilisti kwa miaka 20. Nyakati za Wafilisti wanawatawala wa Israeli, Samson alipambana na kuwatetea Waisraeli dhidi ya maonevu ya Wafilisti. Wafilisti ndani ya roho zao ikajaa chuki kubwa dhidi ya Samson. Siku moja Samson alikwenda huko Gaza, akakutana na mwanamke mmoja anayejiuza. Samson akalala na mwanamke yule. Watu wa Gaza walipoambiwa kuwa Samson yuko huko, walizingira eneo hilo na kumvizia kwenye lango la mji usiku kucha. Wakakaa kimya huko langoni usiku wote wakifikiri kwamba wanaweza kungojea mpaka mapambazuko wapate kumuua, lakini Samson akabaki mjini mpaka siku nyingine usiku wake wa 8. Hivyo njama zao za kumuua hazikutimia.
Samson aliyekuwa mtetezi wa wana wa Israeli akajikusanyia maadui wengi. Lakini kwa tukio hili lililotokea huko Gaza, yawezekana maadui wa Samson wakajifunza jambo kubwa juu ya udhaifu wake kwa wanawake. Basi kuna wakati Samson akatokea kumpenda mwanamke mmoja aliyeitwa Delila. Hapo ukawa mwanzo wa hatari kubwa kwa Samson. Delila ambaye aliishi katika bonde la Soreki. Wakuu wa Wafilisti wakamfuata Delila na kisha wakamwambia ambembeleze Samson ili ampe siri juu ya nguvu zake za ajabu ili waweze kumkamata na kumfunga. Delila alianza kumbembeleza Samson akimsihi, tafadhali niambie asili ya nguvu zako na jinsi gani mtu anaweza kukushinda na kukufunga. Samson akamjibu, wakinifunga kwa kamba 7 mbichi za upinde nitakuwa dhaifu kama mtu yoyote. Wakuu wa Wafilisti wakamletea Delila kamba hizo 7 mbichi za upinde, naye akamfunga Samson kwa kamba hizo. Kisha Delila alikuwa amewaficha watu katika chumba kimoja, akamjaribu Samson kwa kupiga kelele kubwa, Samson, Wafilisti wamekuja kukushambulia. Samson akazikata zile kamba kama nyuzi za katani zinapoguswa na moto. Hivyo Delila akajua kuwa hata lile aliloambiwa na Samson ya kwamba kamba 7 mbichi za upinde zinatosha kumdhibiti halikuwa sahihi. Delila akamwambia Samson, wewe umenidhihaki, umenidanganya Samson. Niambie unavyoweza kufungwa na ukaishiwa nguvu. Samson akamwambia tena. Mara hii jaribio la pili nalo halikufanikiwa. Yule mwanamke akafanya tena jaribio la 3. Akalalamika tena kwa Samson. Samson akamwambia, ukizisuka nywele zangu kwa vishungi 7 katika mtandio wa nguo na kuvikaza kabisa kwa kigingi, nitakuwa dhaifu kama mtu yoyote. Wakati Samson alipokuwa amelala, Delila akavisuka pamoja vishungi vyake 7 vya nywele na kisha akafanya jaribio lingine la kumstua Samson ili aone atakapostuka kama bado atakuwa na nguvu zake za kupambana tena na Wafilisti. Samson akastuka na bado akiwa na nguvu zile zile kama kawaida. Delila akamwambia tena Samson, unawezaje kusema kuwa unanipenda na moyo wako hauko pamoja nami? Umenidhihaki mara 3 sasa. Hujaniambia asili ya nguvu zako ziko wapi? Delila alipoendelea kumbana Samson, Samson aliyekuwa dhaifu kwa wanawake sasa hatimaye akashindwa kuvumilia na akatoboa siri na kumwambia Delila, nywele zangu kamwe hazijapata kunyolewa. Mimi nimewekwa wakfu kwa Mungu tangu tumboni kwa mama yangu. Kama nikinyolewa nywele zangu, nguvu zangu zitanitoka, nami nitakuwa dhaifu kama mtu yoyote. Basi Delila akafurahi na hapo akapata hakika ya kwamba ameijua siri ya nguvu za Samson. Akawaita wakuu wa Wafilisti. Kisha Delila akawaambia siri, njooni safari hii moja tu, maana Samson ameniambia siri yake yote. Wakuu wa Wafilisti wakamwendea Delila huku wamemletea fedha walizomwahidi. Naye Delila akamfanya Samson alale usingizi magotini mwake akimbembeleza, na kisha akamuita mtu amnyoe vile vishungi vyake 7 vya nywele. Kisha Delila akamwamsha Samson, na hapo akamgundua kwamba kweli amepoteza zile nguvu zake za ajabu. Delila akamwambia Samson, Samson, Wafilisti wamekuja kukushambulia. Samson akaamka kutoka usingizini huku akifikiri kwamba atatoka na kujiokoa kama hapo awali. Kumbe hakujua kwamba mapenzi yalishamtia gizani. Akanyolewa nywele na kupoteza nguvu zake. Wafilisti walimkamata, kisha kwa kutumia moto wakampofua macho yake. Wakampeleka Gaza, wakamfunga kwa pingu za shaba na kisha kumlazimisha kufanya kazi za kusaga unga huko gerezani. Lakini alipokuwa huko gerezani, Samson ambaye tayari alishakiona cha moto, nywele zake zikaanza kukua tena pole pole. Mungu akawafunga Wafilisti. Hawakupata busara ya kuendelea kuzinyoa nywele zake kila zinapoota tena. Lakini haya matukio yote aliyoyapitia Samson na Wafilisti yakajenga na kusherehesha chuki vifuani mwao,
wote wawili. Siku moja Wafilisti wengi sana walikusanyika kumfanyia ibada mungu wao aitwaye Dagoni, huku wakiimba na kushangilia kuwa wamemtia nguvuni adui yao mkubwa aliyewatesa kwa muda mrefu. Katikati ya sherehe hiyo wakamuita Samson, wakamtoa gerezani ili aende mbele yao na kisha wamdhihaki na kumtesa, wakijifurahisha nafsi zao. Wakamweka katikati ya nguzo. Samson, ambaye sasa alikuwa hana uwezo wa kuona tena kwa kuwa Wafilisti walishampofua macho yake kwa kuyachoma, alikuwa haoni, ila alikuwa akisikia kelele na vifijo vilivyokuwa vinaendelea kutoka kwa mkusanyiko ule. Samson akamwambia kijana aliyekuwa anamuongoza, niruhusu nizipapase nguzo zinazotegemeza jumba hili, ili nami niziegemee. Inasemekana kuwa palikuwa na Wafilisti zaidi ya 3,000 wake kwa waume ndani ya jengo hilo, pamoja na viongozi wakuu wa Wafilisti wakimtazama Samson na kumzomea na kumdhihaki. Imeandikwa katika Biblia takatifu, kitabu cha Waamuzi sura ya 16 mstari wa 28 mpaka mstari wa 30. Hapo Samson akamwomba Mwenyezi Mungu, Bwana Mwenyezi Mungu, na kuomba unikumbuke, nitie nguvu mara hii moja tu, Mungu, ili niwalipizie kisasi mara moja hii tu Wafilisti ambao waliang'oa macho yangu mawili. Samson akazishika nguzo 2 za katikati ambazo zilitegemeza uzito wote wa jumba hilo, mkono mmoja nguzo hii na mkono mwingine nguzo ya pili. Kisha akasema, na nife pamoja na Wafilisti. Samson akasukuma kwa nguvu zake zote. Samson ambaye sasa nywele zake zimeshaota tena, Mungu akazirudisha nguvu kwa Samson kama vile awali. Wafilisti walidhani kwamba nguvu zisingerudi tena kwa Samson. Jumba likaanza kutikisika kwa kutetereka kwa ufa zilizosababishwa na nguzo hizo kusukumwa na Samson kwa nguvu zake za ajabu. Jumba likawaangukia wakuu hao wote wa Wafilisti waliokuwamo humu ndani. Jumba likaondoka na zaidi ya Wafilisti 3,000 wote wakafa pamoja naye Samson, ambaye alishamwomba Mungu afe na Wafilisti hao kwa kulipiza kisasi. Na wale waliouawa wakati wa kifo chake walikuwa wengi kuliko wale aliowaua wakati wa uhai wake. Ndugu na jamaa zake Samson wakaja kuchukua mwili wa ndugu yao, wakamzika katikati ya mji wa Sora na mji wa Eshtaoli, katika kaburi la Manoa ambaye ni baba yake. Samson alikuwa mwamuzi, yaani mtetezi wa wana wa Israeli kwa miaka 20,